Hujambo mpenzi mtazamaji, natumai ubuheri wa afya popote pale ulipo, na hapa ndipo tunachambua fasihi hasa katika tamthilia ya Bembea ya Maisha. Ndimi nitakuwa mwelekezi wa kipindi hiki, Fibian Muthama, na hapa nina walimu tajika ambao watakwenda kutufundisha mambo aina katika hii tamthilia. Karibu sana walimu. Asante. Kwanza naomba jitambulishe kwa mtazamaji. Asante sana. Mimi naitwa Mwalimu Meshak Omuhaka, mwalimu wa somo la Kiswahili shule ya upili ya wasichana ya Moi Kamsinga. Mwalimu Omhaka, shule ya Moi ya Kamsinga ya wasichana. Vizuri. Na mwalimu mwenzako? Naitwa Bi Emma Makwa, mwalimu wa shule ya upili ya Lugulu, ambayo ni shule ya wasichana pia. Karibuni. Aya, leo tunazungumzia nini mwalimu Meshak na mwalimu Emma? Vizuri. Tuanze na mwalimu Meshak. Hii leo tunawachambua wahusika katika ile tamthilia ya Bembea ya Maisha, ambayo ndio hii kweli tumeishika. Kwa hiyo leo tunazungumzia wahusika. Wahusika ni nani, Bi Emma? Wahusika ni watu ambao mwandishi anatumia katika kazi yake ya fasihi ili kufanikisha uwasilishaji wake wa maudhui na ufundi wake katika kuandika kazi ya fasihi. Kurahisisha mambo, pengine wahusika pengine ana jina lingine ama kisawi chake katika kazi ya fasihi. Katika kazi ya fasihi mara nyingi huwa tunawaangazia tu kama wahusika. Lakini pengine kwa kuongezea tusema kwamba sio lazima ikawa ni watu. Mtu anayefanya kazi ya fasihi anaweza amua kutumia viumbe vingine. Kwa hivyo tutasema tu ni viumbe ambao wametumika kufanikisha kazi ya fasihi. Viumbe. Kwa sababu mhusika anaweza kuwa ni samaki, anaweza kuwa ni mtu. Kwa hiyo hatusemi mhusika ni mtu. Tunawataja kama wahusika. Tuseme tu ni chombo ambacho kimetumika kuendeleza kazi ya fasihi. Ni kweli, lakini mara nyingi utapata kwamba chombo kile kimepewa sifa ya uhai ama sifa ya binadamu ili kufanikisha ile kazi. Ndio kwa sababu wanaitwa wahusika, sababu kimehusika kwa namna moja. Naam. Au tunaweza waita tu kwamba ni viumbe ambao wametumika katika ile kazi ya fasihi. Naam, mtazamaji, hapa ni viumbe ambao wanawasilisha kazi ya fasihi, ambao ndio sasa tunaenda kuangazia wahusika katika tamthilia Bembea. Tuanze na wewe Bi Emma. Wahusika ni wangapi katika hii tamthilia kwanza? Tukakutaja tu. Kwa kutaja tu tunawahusika 14 hapa. Na tunawahusika ambao wamepewa nafasi tofauti katika kazi hii. Wahusika 14. Naam. Kwa hiyo atuseme wahusika 14. La hasha. Wanne. Haya. Hawa wahusika, mwandishi huyu ambaye ni Timothy Arege ametutungia wahusika na amerahisisha kazi yake kwa kuwaweka katika familia au ndoa mbalimbali. Kwa hivyo inakuwa rahisi kuwachambua hawa wahusika. Naam. Kwa vile umetaja itakuwa ni rahisi kuchambua hawa wahusika. Tumeona wahusika ni 14. Pengine ututajie wale ambao tutaanza nao, maana yake ni wengi, sidhani kama tunaweza kumaliza. Lakini tunaweza tukaanza na jambo. Naam, kwa hivyo wahusika wakuu ni Sara pamoja na mmewe Yona. Na Sara na Yona wana watoto watatu. Yule mtoto wao kifungua mimba, Neema, ambaye amejaliwa kuwa na mume ambaye ni Bunju. Utapata wale wawili pia ni wahusika wakuu. Kisha wale wengine wote watakuwa ni wahusika wasaidizi. Kwa hiyo kama tunahusika 14, tuna 4 wakuu. Kwa hiyo inamaanisha wale wengine 10 ni wasaidizi. Kweli. Pengine ututajie wale wahusika ambao ni 10 ambao ni wasaidizi. Hawa wahusika ambao ni wasaidizi wanajitokeza tena kutokana na hizi familia mbili ambazo tumetaja kwamba ni kuu. Tukianza na familia ya Yona na Sara, tushataja Neema, lakini mbali na Neema ana watoto wengine wawili ambao ni Salome na Asna. Kisha Neema na Bunju pia wana watoto wawili ambao wanakuwa wahusika ambao ni wasaidizi. Hawa watoto wawili ni Mina pamoja na Lemi. Kwa hiyo tuna Mina na Lemi ambao ni kwa familia ya Neema na Bunju. Vile ulivyotaja hawa ni wahusika wakuu. Na kwa Yona na Sara wana watoto Salome, Asna na Neema. Kwa familia moja ina watoto watatu, nyingine na watoto wawili. Naam. Kuna wengine? Naam, utapata kwamba
Pale kijijini ukiangalia mandhari pale kijijini, Sara na Yona wana jirani ambaye pia ni rafiki anaitwa Dina. Dina naye ana mtoto wake ambaye anaitwa Kiwa. Hawa wawili pia watakuwa ni wahusika wasaidizi. Halafu pale mjini Neema na mmewe Bunju wana yule kijakazi ambaye anawasaidia kazi za pale nyumbani pamoja na malezi ya mtoto wao. Utapata kwamba yule kijakazi pia ni mhusika msaidizi, naye tutamuita Bella. Bella. Kwa hiyo pale kwa familia Neema pale tuna mhusika mwingine ni Bella, msaidizi wa ndani. Na katika Yona pia na Sara kuna rafiki yake Sara ambaye ni Dina na mwanae pia anaitwa Kiwa. Vizuri. Wamefika ngapi? Wamesalia wahusika wawili eh? ambao ni rafiki zake Yona. Wazee pale kijijini. Wakati wote mzee akiwa pale kijijini atakuwa na wazee wenzake ambao lazima waketi chini wakizungumza mawili matatu. Naye ni Luka na Beni. Kwa hiyo hao ndo walobaki. Naam. Sidhani kama wamefika 14. Utapata kwamba kuna mhusika ambaye ametajwa tu. Babake Yona ambaye aliitwa Kalasinga. Napelekea kwamba alikuwa ni marehemu tayari. Kwa hivyo ni mhusika wa kutajwa tu. Alikuwa babake Yona. Halafu kuna yule kakake mkubwa, kakake Bunju, ambaye hatujatajiwa jina, lakini tumeambiwa tu kwamba yupo na nyumbani kwake chumba cha wageni kiko mbali na nyumba yake ambaye anaishi. Kwa hivyo hawa ni wahusika ambao wametajwa tu. Kwa hiyo hao wanafika 13. Nafikiri kuna mhusika mwingine pia katika familia ya Bunju ambaye ametajwa tu. Anataja kwamba wazazi wake wangekuwa hai. Kumaanisha kwamba ana wazazi lakini walikuwa washafariki. Wanatajwa tu na tuelezwi mengi kwa husu. Kwa sababu wametumika kama wazazi itakuwa bila shaka ni wawili. Kwa hiyo tunaweza kuwa na wahusika 15. Lakini wahusika haya ambao wametajwa kwa majina kihalisia ni 12. Moja kwa moja, Mwalimu Meshak. Hawa wahusika wakuu, tuanze na Sara. Naam. Ana sifa gani katika jamii? Sara, kabla hatujaanza kuangalia sifa zake, pengine kwa kumtanguliza tu, tutasema kwamba Sara ni mke wake Yona na ni mama ya Neema, Asna pamoja na Salome. Na katika tamthilia nzima tunamuona kwamba ni mama ambaye anaugua maradhi ya moyo. Kuanzia onyesho la kwanza sehemu ya kwanza hadi onyesho la mwisho sehemu ya 4 unapata kwamba ni mama ambaye anaugua. Kwa hivyo tamthilia nzima tutamuona ni mama ambaye anaugua, ni mke wake Yona na ni mama ya hawa watoto watatu, kabla hata hatujaanza kuangalia zile sifa zake. Kwa hiyo huyu ni mama ambaye anaugua maradhi tangu mwanzo wa tamthilia Bembea mpaka mwisho. Hadi mwisho. Kisha ni mke. Kisha ni mama. Ni mama. Anafanya kazi yoyote, anafanya shughuli gani katika maisha huyu Sara? Kwako Mwalimu M. Ni mke wa Yona. Na tunapoelezwa kuhusu kazi yake, alikuwa mke wa nyumbani. Si kwamba alikuwa na kazi nyingine ambako alikuwa anaenda kila siku. Alikuwa mke wa nyumbani na ni mke ambaye ni mwenye bidii sana pale nyumbani. Baada ya mmewe kupoteza kazi, tunaona kwamba anachukua ile jukumu ya kuhakikisha kwamba anamsaidia mmewe ili kufanikisha elimu ya watoto wake na pia kukimu familia yake. Kwa hivyo moja kwa moja tunapata sifa yake ya kwanza kwamba ni mwenye bidii. Ana bidii ya kufanya kazi ya shambani na pia wakati ambapo mmewe alikuwa shambani, yeye alikuwa anaenda sokoni kuuza mazao ili kuikimu familia yake. Lakini hapo natofautiana naye Mwalimu Emma, kwa sababu nikipitia tu kazi hii ya tamthilia nikiona kurasa hizi za kwanza, hasa katika ukurasa wa kwanza, hapa ana mume wake huyu Yona anamkemea kwa sababu amepata hata moshi haufuki kwa sababu hajapika. Huyu mke hajapika. Sasa unasema ni msaidizi nyumbani, lakini hapa tunaona tayari kumeshaanza shida hapa ya huyu hajawajibika kisawasawa. Sijui unafikiriaje Mwalimu Meshak? Siwezi sema kwamba hajawajibika, maanake katika huo ukurasa wa kwanza anataja kwamba kabla ugonjwa haujampata alikuwa amewajibika. Alikuwa anahakikisha kwamba chakula kimepikwa. Lakini ukiangalia katika ukurasa wa 4, ukurasa wa 4
wa tamthilia yetu, unampata kwamba huyu Sara anasema, subiri, nimempelekea Dina salamu aje akufanyie chochote. Mwenzio nilivyo hivi mwenyewe hata sijifai kitu, mwili mzima mfano wa bua. Kwa hivyo anatambua kwamba ni jukumu lake kuhakikisha kwamba mume wake Yona amepata chakula. Na kwa vile hajiwezi, ametumana rafiki yake Dina aje atekeleze lile jukumu kwa niaba yake. Huku ni kuwajibika. Kuwajibika. Ningekuwa kama wa siku hizi wakati tunakuwa na msaidizi wa ndani, naona kama ni kukwepa baadhi ya kazi za mwanamke. Sijui kama ni kuwajibika huko. Ni kuwajibika. Kwa sababu katika ukurasa wa kwanza, ukurasa wa kwanza ama wa pili, tunaona kwamba anamwambia mumewe kwamba hivi kazi za nyumbani hazijanishinda mimi. Hazijanishinda. Kwa hiyo hajashinda. Ni maradhi ndio yamemfanya abaki pale kwenye kitanda tu. Sara, bado ngali pale pale. Nyumba hii haifukii wala moshi hata kama chakula taabu kwako. Yona mume wangu, moshi utafukaje? Mwenzio hapa nilipo, kichwa kimodara mtu siku nzima. Wewe unajua ni kwa ajili ya haya maradhi, si kwa uzembe wala raha. Ndipo tufe njaa? Sivyo. Ndivyo. Njaa ileti shibe Sara. Ninajua, lakini mwenzio nifanye nini? Miaka yote nikiwa ningali mzima na afya yangu, mbona sikufanya ajizi? Muda wote huo nikipika mimi, nikiandaa na kukaribisha ule, iweje leo kazi hiyo inishinde? Yalaumu maradhi. Pengine kuongezea, je, huyu ana umuhimu gani katika tunasema kwamba katika tamthilia huyu Sara ametekeleza wajibu wa mtiririko wa hadithi. Maanake unampata mwanzoni. Katika onyesho la kwanza, ukifungua tamthilia unaanza, utampata Sara. Na ukiendelea utampata Sara hadi mwisho. Kwa hivyo ametumika kuhakikisha kwamba kuna mtiririko wa hadithi. Ametumika kutiririka ile hadithi imetiririka kwa sababu ya mhusika wetu Sara. Kwa hivyo amefanikisha ule wajibu. Na ndio maana anakuwa mhusika mkuu. Ni kweli. Mwalimu Emma, tumemtaja Sara sana. Naona tuogemee kwa upande wa Yona. Naye huyu ni mtu aina gani katika jamii? Yona ni mhusika ambaye kwangu mimi naweza nikasema kwamba amesawiriwa kama mtu aliye na sifa za kihalisi katika jamii. Kuanzia mwanzo yeye ndiye mzee tunayemjua katika jamii, ndiye mume wa Sara, ndiye baba wa Neema na kadhalika. Na amepewa sifa nyingi, na mojawapo ya sifa hizi ambazo zinaonekana waziwazi ni kwamba licha ya kwamba alikuwa na mapungufu yake, alikuwa ni mtu mwenye bidii. Alikuwa ni mtu mwenye bidii. Mwalimu Meshak, licha ya kuwa na mapungufu yapi? Utampata kwamba pengine kwa kuongezea tu ule utangulizi ili tuweze kuelewa mapungufu haya. Huyu Yona awali alikuwa ni mwalimu. Lakini hatumuoni akiwa mwalimu. Walimu wake unapatikana kwa kutumia mbinu rejeshi. Katika hali halisia yeye sio mwalimu. Na sio kwamba amestaafu. Alifutwa kazi kwa sababu ya uraibu wake wa pombe. Kwa hivyo awali alikuwa mwalimu, na hata akiwa chuoni alikuwa kijana ambaye alikuwa tu mwenye nidhamu. Lakini akaingilia swala la pombe na baadaye akapoteza kazi yake. Kwa hivyo unapata kwamba hapo ndipo utapata zile sifa zake ambazo tutasema kwamba ni sifa hasi. Kwa sababu sasa amepungukiwa. Katika zile ukitafuta zile sifa ambazo zitamjenga kama mzee wa jamii. Moja hapo ya hizi sifa utapata kwamba huyu mzee wetu Yona ni katili. Ni katili. Amekuwa amemhusisha mkewe katika ugomvi. Na huu ugomvi ndio unasababisha hata maradhi ya moyo ambayo baadaye mkewe anapata kuugua.
Hiyo ni kawaida katika kila kazi ya jamii, hasa katika mila zetu za Kiafrika. Sijui kwa nini, sijui tutajitoa kwenye ngome lini. Mwalimu Emma, kwa sababu ya hapo, tumeambiwa licha ya sifa zake ni hasi za huyu Yona. Na mimi nikiwazia sana, nikimkumbuka Yona namkumbuka yule wa Biblia. Ana utofauti na huyu katika kuendesha hii familia yake, kwa sababu pia kumetajwa ni mtu mwenye bidii. Tabia zake hasi ambazo zinamgomeza kuwa mwanamume bidii ni zipi? Tabia zake ambazo zinadhihirisha ule upungufu wake, mbali na sifa ambayo mwalimu ametutajia, ni kwamba anakuwa katili kwa mkewe. Anampiga mkewe. Na tunapata haya kutokana na mazungumzo kati ya Asna na Neema pamoja na mama yao Sara, ambao ni watoto wake. Kwa hiyo watoto wanamjua baba kama baba katili. Baba katili. Kwa nini anakuwa ni baba katili? Mazungumzo yanadhihirisha vipi? Ukiangalia katika ukurasa wa 62 pale, katika mazungumzo yake na hawa wazee wenzake, utampata kwamba anazungumza jinsi ambavyo alijiingiza katika uraibu kwa sababu ya yule mkewe. Anamwambia nani? Unampata anazungumza na Beni na Luka. Halafu yuko pale anataja kwamba pale juu kabisa, haidhuru umenirudisha nyuma kweli katika siku zile za ujana wangu. Asubuhi niko skuli, majira ya alfajiri, kiboko mkononi. Anayekuja baada yangu hata kama hajachelewa alikuwa hana lake. Siku nzima kazi tu, jioni darasani tena, kiboko mkononi. Halafu anaendelea hadi mwisho, napata kwamba alibeba vitabu akienda nyumbani weekendi, kwamba sisi wengine wetu weekendi tunaenda kupumzika na familia, lakini yeye alibeba vitabu kwenda kuvisahihisha. Kwa hivyo unapata Yona wa zamani alikuwa ni Yona mwenye bidii, alikuwa ni Yona ambaye hata aliwajibika kazini. Lakini baadaye mkewe akakosa kumpata mtoto wa kiume. Jamii ikasisitiza kwamba lazima apate mtoto wa kiume. Akaingia katika uraibu wa pombe na akaanza kugombana na mkewe. Na hata wakati maji yalipozidi unga akampiga, na wakati mwingine hata akazimia. Sasa lipi muhimu? Mtu kupata matibabu au kuja kumpikia mwenzake? Yona, muda wote uliokaa nani anakupikia mzee mwenzetu? Hii ni miaka ya kujipikia. Ningeelewa zamani zile ukiwa mwalimu kabla ufutwe kazi. Siku zile ulikuwa kijana na nguvu zako. Sasa misuli yako imenyauka. Haidhuru. Umenirudisha nyuma kweli. Katika siku zile za ujana wangu, asubuhi niko shule, majira ya alfajiri, kiboko mkononi. Anayekuja baada yangu hata kama hajachelewa alikuwa hana lake. Siku nzima kazi tu, jioni darasani tena, kiboko mkononi. Sio siku hizi. Huwezi tena mnyoshea mtoto kwa kiboko. Vitabu navyo nilikuwa nikivifunga kwenye baiskeli kwenda kuvisahisha weekendi, mpaka tembo iliponyoosha mikono na kukudaka. Basi tu ilikuwa wenzenyu hao ndio walioniingiza katika mkondo huu. Kama unaweza kumbuka, nilikuwa miongoni mwa vijana wa kwanza kujiunga katika dini. Hata tulikuwa tunahubiri. Kisha ukateleza mara moja. Kwa hiyo tunaona kwamba huyu mwanamume alikuwa ni mwanamume katili wakati anampiga mke wake. Lakini hapo mbeleni alikuwa ni mwanamume mwenye kuwajibika. Kwa sababu ya kazi yake pia ya walimu. Alikuwa anatia bidii wakati watu wameenda mapumzikoni, anafanya kazi yake kama mwalimu. Na pia naamini kama mmemwema kabla ya mambo ya uraibu haya, kulingana na vile ulivyotueleza msukumo wa jamii kulingana na tamaduni zao. Sijui kama mwalimu Emma una jambo la kuongezea kuhusu umuhimu wa Yona. Yona amesawiriwa kama ametumika na mwandishi
kukuza maudhui yake katika kazi hii ya fasihi. Na mojawapo ya maudhui haya ni maudhui ya mabadiliko. Na nafikiri tushasema kwamba huyu ni mhusika ambaye anabadilika sana katika hadithi. Mwanzo tunamuona kama ni mume mzuri, anayewajibika. Kisha kutokana na ule msukumo na shinikizo ya wazee wenzake na wanakijiji wanamwambia kwamba sharti uwe na mtoto wa kiume atakayekuridhi wewe. Kwa hivyo anabadilika. Shinikizo hilo linamsukuma yeye kubadilisha tabia zake na hulka zake, anakuwa katili. Lakini hatimaye tunaona kwamba pia anabadilika tena na kurejea hali yake ya awali ya kuwajibika. Hata wakati ambapo anazungumza na wale wazee wenzake, anamtetea mke wake, anasema kwamba mke wangu hakwenda mjini kustarehe tu. Ameenda kule kwa sababu ya matibabu na anajua kwamba atarejea. Na pia kwa kiwango fulani anaendeleza maudhui ya utamaduni. Anakuza maudhui ya taasubi za kiume. Manake yuko pale kabla hajabadilika jinsi mwenzangu ametaja, anagombana na mkewe kwa sababu ya kukosa kumpata mtoto wa kiume. Kwa hivyo kuna ile taasubi. Halafu pia kuna ule utamaduni. Anasisitiza kwamba fimbo huridhiwa na mtoto wa kwanza. Kwa hivyo kwake neema kuisaidia familia sio kuwajibika, sio kwa kujitolea ama kuwa na utu, bali ni wajibu wake yeye kama mtoto wa kwanza. Inakuwa kwamba ule ni mzee mtamaduni kabisa. Ni mtamaduni. Kwa hiyo tunaona, mpenzi mtazamaji, tumefundishwa mambo aina kwa wahusika. Tukianza na Sara, ni mke nyumbani, ni mama watoto na ni mke mwenye bidii. Na pia anawajibika kutekeleza wajibu wa nyumbani kama mke nyumbani. Pia Yona tumemuona, tunaweza kusema ni kinyonga kwa sababu ni mume mzuri kwanza. Alafu tunakuja tunaonyeshwa vile anavyogeuka na kuwa katili baada ya kukosa watoto na kuingia kwenye uraibu wa ulevi. Na baadaye anakuwa mume mzuri. Kwa hivyo mimi naweza kumtaja kama kinyonga. Na umetaja hizo ndizo sifa ama umuhimu wake katika hii kazi ya tamthilia, kusukumiza au kuendeleza majukumu na mambo ambayo mwandishi anatakiwa kutekeleza katika kazi hii ya Bembea ya Maisha. Na mpenzi mtazamaji, tumepata kuelewa sifa za hawa watu wawili ambapo ni Sara na Yona. Sara ni mke nyumbani, ni mama mwenye bidii na pia ni mama mwenye kuwajibika hasa kwenye kutekeleza majukumu yake ya nyumbani. Vile vile tumeona Yona alikuwa ni mwanamume mzuri na tena kugeuka kawa katili na baadaye akawa mume mwenye kuwajibika kulingana na namna walimu hawa walivyotueleza au kutuelimisha siku ya leo kuhusu hawa wahusika wawili. Mtazamaji, wahusika wana sifa na umuhimu zaidi ya haya ambao tumezungumzia hapa, lakini kwa sababu ya muda inabidi tukatishe kipindi chetu. Nimekuwa wako nahodha Fibian Muthama na mwalimu Meshak na pia mwalimu Emma. Tunakutakia utazamaji mwema. Kwa heri ya kuonana.